Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jambo kubwa ambalo tumewaitia ni swala la uwezeshwaji vijana kiuchumi na mikopo kwa vijana ambayo wanapaswa kunufaika na kupata. Nyinyi mnafahamu kwamba nchi hii Tanzania 70% ya idadi ya watu ni vijana ambao ni chini ya umri wa miaka 35. Na vijana hawa ndio wanatengeneza nguvu kazi, takriban wanachangia nguvu kazi katika taifa hili 55.6. Na vijana hawa ndio wanapitia changamoto mbalimbali za ukosefu wa ajira, changamoto za ukosefu wa mitaji, wanahangaika na kujikwamua wenyewe. Na kwa mujibu wa takwimu, kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya vijana hii hapa ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema kati ya vijana milioni 1 kwa mwaka ambao wanaingia kwenye soko la ajira, vijana wanaopata fursa kuajiriwa kwenye sekta rasmi, aidha sekta binafsi na sekta ya umma, ni vijana 200,000 tu. Vijana 800,000 wanabaki mtaani wakiwa bodaboda, machinga, mamalishe, fanya biashara, mawinga, bila kuwa na fursa ya kupata mitaji, mikopo na mazingira mazuri wezeshi ya kiuchumi. Lakini mbali na hapo, kwa mujibu wa sera hii ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema sasa hivi vijana ambao wapo kwenye sekta isiyo rasmi ni 80% ya vijana ambao wanajaribu kujipambania. Na takwimu zinasema shughuli zisizo rasmi zimekuwa kwa kasi kutoka 10.1 mwaka 2006 hadi 59.9 mwaka 2022. Hii inaashiria kwamba kuna kusinyaa kwa utengenezaji wa ajira katika sekta rasmi. Hii inaashiria kwamba kuna kusinyaa kwa shughuli za uzalishaji za kiuchumi zinazotengeneza ajira rasmi. Hii inaashiria ya kwamba kuna kusinyaa kwa jitihada za serikali katika kurasimisha sekta zisizo rasmi kuwa sekta rasmi kupitia uwezeshaji wa vijana kifedha, yaani mikopo, ujuzi na maeneo rasmi ya biashara. Ndugu waandishi wa habari, sera ya maendeleo ya vijana hii hapa ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 inatambua wazi na fika kwamba kuna changamoto ya ukosefu wa mitaji kwa vijana, changamoto kubwa sana, na uwezeshaji ni kikwazo kikuu kwa vijana. Mbali na jitihada za serikali za utolewaji mikopo kwa vijana kupitia halmashauri zetu, kupitia hapo awali kupitia mfuko wa maendeleo wa vijana, ambao mfuko wa maendeleo ya vijana awali ulikuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, sera, vijana, kazi na ajira. Sasa hivi mfuko wa maendeleo ya vijana upo chini ya waziri wa maendeleo ya vijana. Mbali na jitihada za serikali ambazo wanazifanya ili kuwawezesha vijana, bado kuna changamoto kubwa sana zinazokumba utaratibu, mfumo wa utolewaji wa fedha kwa vijana na uwezeshwaji. Bado kuna changamoto kubwa za kimfumo katika utolewaji wa hii mikopo na uwezeshwaji kwa vijana. Kuna taratibu, kuna changamoto kubwa ya kiuwajibikaji, kitaasisi, kiuratibu na ukosefu wa miongozo iliyo wazi na yenye kueleweka. Ndugu waandishi, changamoto hizi nilizozitaja ambazo zipo zinapelekea kukithiri kwa wizi, ubadhilifu wa fedha, urasimu, mwamko mdogo wa vijana kukimbilia hizo fursa, makusanyo madogo ya mikopo hii, ubaguzi na ukosefu wa taarifa kwa vijana kuhusu mikopo hiyo na fedha.
Changamoto hii inawafanya vijana kushindwa kujikwamua kiuchumi na hivyo kukosa kimbilio. Hali duni ya vijana kiuchumi haiwapi sifa ya kukopesheka katika taasisi za kifedha na mabenki kama microfinance kutokana na masharti magumu yaliyopo, ikiwemo hitaji la kuwa na biashara yenye ofisi ya kuhitaji ushahidi wa mkataba wa pango, sharti la kuwa na leseni ya biashara, sharti ya kuwa na mzunguko wa miamala ya fedha kwenye akaunti ya benki isiyo zaidi ya milioni moja, ambayo inafika milioni moja kwa mwaka kupitia benki, ambayo ushahidi lazima upeleke benki statement, kuwa na dhamana ya nyumba, kuwa na dhamana ya kiwanja kinachoendelezwa ambacho lazima kuwe na pagale, au uwe na gari ambalo uingizwaji wake nchini, importation, sio chini ya miaka 5 tangu kiingizwa kwake. Vijana wengi hawawezi kumudu masharti ya namna hii ya ukopeshaji, na mbaya zaidi, taasisi nyingi za kifedha microfinance na taasisi za kifedha kama benki kunakuwa na riba kubwa sana. Taasisi kadhaa za kifedha riba zake inaanzia 4.5% kwa mwezi, zingine 3.5% kwa mwezi, na sio reduced. Mfano, mimi ni kijana, mimi napenda sana kuzungumza. Mimi nafanya biashara ya viazi, mimi nanunua viazi Njombe na kuja kuuza Dar. Katikati hapa nilitikisika kidogo, nikajaribu kwenda kutafuta mkopo wa milioni 15 katika hizi taasisi za kifedha. Benki nilishindwa masharti yao, walitaka niwe na gari ambalo importation yake ni isizidi miaka 5. Gari langu mimi sijui na miaka mingapi tangu limeingizwa. Walitaka niwe na nyumba, mimi sina nyumba. Walitaka kuwa na kiwanja ambacho tayari kina pagale la nyumba lililoendelezwa, mimi sina. Walitaka benki statement ambayo miamala yangu ni zaidi ya milioni 100. Lakini nikaenda taasisi za kifedha zingine, masharti ni kama haya, lakini riba yake, kuna moja ya taasisi sitaki kuitaja, nilivyosema naomba nikope milioni 15, wakasema kwa mwaka mmoja utarejesha milioni 22. Kwa hiyo riba ni takriban milioni 7 nitapaswa kuongeza kama riba. Kwa hiyo nazungumza hivi ili tuone picha ni namna gani mfumo wa ukopeshaji na uwezeshaji vijana kiuchumi na mikopo Tanzania sio rafiki kwa vijana. Kwa hiyo serikali inapaswa kuvaa wajibu huu. Serikali inapaswa kuona namna gani ya kuweza kuratibu mifumo yake kuweza kukopesha vijana. Changamoto hizi na nyinginezo zinaashiria namna gani swala la uwezeshaji vijana kiuchumi inapaswa kuchukuliwa kwa uzito na unyeti mkubwa na serikali, kwa kuhakikisha nchi yetu inakuwa na mifumo imara ya kitaasisi, kiuwajibikaji, kisheria, kimiongozo, ili kuzuia wizi, ubadhilifu, urasimu, ubaguzi na kurahisisha uratibu, yani coordination, udhibiti, wepesi wa upatikanaji wa taarifa kwa vijana kuhusu vigezo na taratibu za kupata hiyo mikopo. Lakini nchini kwetu mfumo wa ukopeshaji vijana kupitia fedha za serikali kuu, hata zile fedha za halmashauri 10% ambao ni kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, umekuwa na changamoto kubwa kama ninavyoeleza hapa chini. Nikianza na mfumo wa fedha zinazotoka serikali kuu kwenda kwa vijana. Uratibu wa fedha na mikopo ya vijana inayotolewa kutoka serikali kuu imekuwa na changamoto na haina taratibu zinazoeleweka. Muongozo wa mfuko wa maendeleo ya vijana wa mwaka 2022 umeweka utaratibu ya kwamba fedha zote zinazowezesha, ambao muongozo huo ni huu hapa mimi ninao. Huu ni muongozo wa mfuko wa maendeleo wa vijana. Mfuko wa maendeleo ya vijana upo chini ya ofisi ya waziri wa maendeleo ya vijana John Nanauka, ambao ni mfuko unaoweka fedha zote zenye malengo ya kuwezesha vijana mikopo, mfuko wa maendeleo ya vijana. Ukisoma mwongozo huu wa mwaka 2022 unasema fedha zote ambazo zinatengwa na serikali kuu
kuwasaidia na kuwawezesha vijana kukopa zinapaswa kupita kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana, ambao namba yake, kuna namba yake akaunti kabisa. Ukisoma mwongozo mpaka kuna namba akaunti. Lakini sicho hicho kinachofanyika Tanzania. Utaratibu wa utolewaji wa hizi fedha haueleweki. Sio serikali kuu wala halmashauri zetu. Mfano halisi ni hizi fedha shilingi bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais Samia mwaka huu Januari 2026 amezitoa kwa ajili ya kuwezesha vijana kupata mikopo. Fedha hizi bilioni 200 zilikabidhiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba tarehe 5 Februari 2026. Alizikabidhi kwa hundi bilioni 200 akimpa Waziri wa Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Nanauka kwamba bilioni 200 hizi hapa kazitoa Mheshimiwa Rais kwa niaba ya kuwasaidia vijana kiuchumi na kukopa. Mheshimiwa Nanauka akasimama siku ya pili akazungumza, fedha zimetoka shilingi bilioni 200 katoa Mheshimiwa Rais, lakini fedha hizo zimekwenda wizara za kisekta. Waziri wa vijana anapewa fedha, anakuja kutuambia sisi vijana kwamba fedha hizo zimepelekwa wizara za kisekta. Sisi tulitarajia Waziri Joel Nanauka baada ya kupokea ile hundi aje awaeleze vijana kwamba bilioni 200 zipo, utaratibu wake ni huu, vigezo vyake ni hivi, mwongozo wake wa utolewaji ni huu, udhibiti wake ni huu, vijana njooni mkope, utaratibu wake ni huu hapa. Yeye akisimama anaishia kusema kwamba fedha zimekwenda wizara za kisekta. Wizara za kisekta ni Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Wizara ya Madini, Wizara ya Viwanda na Biashara, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Hasemi zitatolewaje, utaratibu wa kutolewa hizo fedha kuna wizara za kisekta upoje. Hasemi katika hizo bilioni 200 kila wizara ya kisekta imepokea shilingi ngapi. Anaishia kusema tu bilioni 200 zimetolewa, zimepelekwa wizara ya sekta. Ni tangu lini wizara inapeleka fedha wizara nyingine? Yaani Mheshimiwa Joel anakuja kutuambia kapokea hundi bilioni 200, anasema zimepelekwa wizara za kisekta. Yeye ndio waziri wa vijana, alipaswa kuratibu na kucoordinate taarifa kwamba wizara ya kilimo wamepewa shilingi kadhaa, utaratibu wake ni huu. Wizara ya uvuvi wamepewa shilingi kadhaa, wizara ya madini wamepewa shilingi kadhaa. Hajawahi kuzungumza, anaishia kusema tu fedha zimepelekwa wizara za sekta. Sisi tuelewe nini kama vijana? Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.